jumuiya hii itamwezesha mtu huyo kwenda kupua nauli ili ya kuweza kwenda mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi, lakini unahusiana na masuala mazima ya kesi za udhalilishaji. Kwa hiyo halikadhalika kwa mawakili, lakini vile vile kwa wadau wa sheria, kwa mfano One Stop Center hata sasa inajumuika na masuala mazima ya hizi kesi za udhalilishaji. Ingawaje mradi huu unaweza kadili na baadhi ya mambo mengine, lakini tutasema main core ni swala zima la kesi za udhalilishaji. Kwa hiyo kutakuwa na watu maalumu watakuwa kwa mfano wana report, kwa mfano wakili au mawakili. Kwenye familia yale malezi tuliyosema kwamba ni ya baba na mama, yakiwa ya pamoja ni sawa, lakini mkiachana hayawezekani kwenda kwenye usawa kwa kusema kwamba mimi ninavyomshughulikia baba na wewe mama unavyoshughulikia. Hiyo haiwezekani, kwa sababu huu ni mfano wa kamba ikiwa nzima, kwa sababu mko kwenye ndoa mtakuwa vizuri, mkishaachana inakatika. Ikikatika ukitaka kuifunga, mapungufu yataonekana tu, kwa sababu huku kuna fundo na huku kuna fundo, hamtakuwa vizuri kama mlivyokuwa mwanzo. Kwa hivyo ni lazima kimaumbile haya matunzo ya watoto mimi naamini yatashuka tu. Umemwachia kamba katika maeneo hayo, hali inakuwaje? Na humo wanamofikia wengine wa kike wanadhalilishwa, ni mtoto wa mjomba, ni mtani wake, anamwambia nipe mzigo, hivi na hivi. Changamoto zinaanza kuzikuta ndani ya majumba. Wazazi na walezi, jamani, hapa tunatakiwa tujikaze. Ukatazi mwanao kwenda mkutano, lakini anakwenda na nani? Badiliko ya sheria ndio kitu cha msingi sana kwenye hili. Nadhani Mheshimiwa Makame alizungumza kitu kinataka kupangiwa sheria yake ili itekelezwe kwa namna ile, lakini pia shoka kuna mambo ameyazungumza pia yanagusa kwenye sheria pia. Shehe nani kazungumza mambo fulani pia yanagusa kwenye sheria. Kwa hiyo msingi kitu kubwa ni sheria na serikali kuisaidia wananchi katika hizo harakati za kuhakikisha kwamba vijana hawazaliliki kwa namna yote ile. Sheria kwa mfano kama Makame kazungumza hapo kwa bwana ni wanaume pekee yao ambao wanaletwa mahakamani, kwa sababu mujibu wa sheria sisi imeelekeza hivyo. Kwa hiyo tuwekeni kipengele ambacho kinataka mpaka mwanamke naye pia afikishwe mahakamani tayari. Lakini pia kwenye masuala ya vijana ambao wanazalishwa wadogo wadogo, mfano wamekosa masuala ya elimu ya kusoma pindi la 7 alafu amefika ameacha shule, hasomi, wazee hana uwezo. Pia kwenye sheria za elimu ziweke vifungu ambavyo vinaonyesha kwamba lazima mzee au serikali ni lazima ishughulikie vijana kwenye swala zima la kusoma, kwamba wasikae tu nyumbani wakadhalilika. Kuna bajeti maalum ziwekwe. Unajua mambo yote haya ni serikali jamani, asikwambie mtu. Serikali ikitaka kufanya jambo lake inawezekana kwa jambo lolote lile. Lakini akili bandia kwa sisi wasaidizi wa sheria ni muhimu zaidi, yaani ina umuhimu mkubwa sana kwetu sisi katika kazi zetu za kuisaidia jamii, kwamba inatusaidia kuweza kuelewa sheria mbalimbali zile ambazo pia sisi kama wasaidizi wa sheria nyingine hatujajifunza tukawa kama wana sheria. Lakini pia sisi kama wasaidizi wa sheria inatufunza kuokoa muda, kwamba pengine kaja mteja na swala lake, lakini unakuta sheria ulizonazo wewe nyingine pengine hujajifunza. Badala ya kumfuata mwanasheria unakuja kwenye akili bandia, unamuuliza ChatGPT. Wangu kwa jamii pamoja na wasaidizi wa sheria au zaidi kwa wasaidizi wa sheria, kwamba tuweze kupata haya mafunzo ya akili bandia ili iweze kutusaidia katika harakati zetu za utendaji kazi katika kusaidia jamii. Mimi nasema kwamba watu ambao wafadhili waliotupa mafunzo haya kwa kweli wamesadifu hasa kutoa mafunzo haya kwa watu wanaostahili kupewa mafunzo hayo ili kuweza kufika katika jamii kwa urahisi na kuweza kufanyiwa kazi kwa urahisi sana katika jamii yetu. Hii AI inatusaidia katika uhalisia wa mambo yetu yote yanayotuzunguka na maswali yote yanayomo katika jamii na maswali yote ambayo yamo katika kimataifa ambayo tunaweza kuyajibu na kuweza kutusaidia katika wakati wote. Kwa hiyo kwa mujibu wa wasaidizi wa sheria ni lazima tuweze kuchukua elimu hii ambayo ni elimu mfanisi kwetu sisi kuweza kuturahisishia kufanya kazi zetu tunazofanya za kila leo. Kwa hiyo tunaahidi kwamba moja kwa moja wafadhili kwamba hakika tutaifanya kazi hii, tunachukua mafunzo haya kwa mikono miwili na kuyafanyia kazi kwa sababu yanahitajika katika jamii yetu kwa kila siku. Taaluma ya saikolojia kutoka kwa maafisa wetu hapa kutoka One Stop Center, lakini sambamba na hiyo
activity yetu ya mradi inataka tuwasapoti, japo nauli tunajua mnaharamika sana ya kwenda kusikiliza mashauri mbalimbali. Wako wanaokwenda sehemu ya ustawi wa jamii, wako wanaokwenda mahakamani, wako wanaokwenda polisi. Ni watu wanashindwa kuziibua zile kesi, lakini kupitia haya mafunzo ambayo tumeendesha tumeziona kesi nyingi na watu wengi wamekuja kuelezea kesi zao ambazo kwa zipo katika ngazi ya awali, pia katika ngazi za mahakama. Kwa hiyo sisi kama sisi ambao tunatekeleza mradi huu tunaweza kuziibua na kuzitia msukumo zile kesi ambazo kwa zipo. Jumla kesi ambazo tumezipokea kwa mpaka sasa, kuanzia mwanzo mpaka sasa tuna kesi zaidi ya 100 ambazo kwa tunakwenda nazo, na nyingine zishapata ufafanuzi, na nyingine ziko katika ngazi ya wilaya kwa ajili ya ufafanuzi, na nyingine zishatolewa hukumu katika ngazi ya mahakama. Labda je, mradi ya lengo? Ndiyo, mradi umefikia lengo, kwa sababu target ambayo tumefikia ilikuwa ni watu kama 820, lakini kwa mpaka sasa tumeshafikia zaidi ya watu hawa hapo. Kwa hiyo ni malengo makubwa ambayo kwa tumeyafikia na naam, target ilikuwa watu 800, sasa hivi mmefikia watu ngapi? Sasa hivi tumeshafikia watu kama 2500. Target katika mradi huu na utekelezaji ni kuwafikia watu 1000, lakini kwa mpaka sasa tumeshafikia idadi ya watu 2500, na mpaka sasa bado idadi inaendelea kuongezeka, kwa sababu kila tukienda katika zile watch group ambazo tumezianzisha, jamii bado inaendelea kuripoti zile kesi. Kwa hiyo kila tukienda mbele kupitia mradi huu, na baada ya kumaliza mradi huu bado tunaendelea kupokea hizi kesi kupitia watch group ambazo tumeanzisha katika jamii. Ilikuwa maisha ni mazito sana kumsomesha mtoto. Sasa ilikuwa tumemweka tu ndani mpaka wakatuona hao watu wa sheria waliokuja tusaidia. Na washukuru sana wasaidizi wa sheria kunisaidia mwanangu akapata elimu. Mwanangu ilikuwa hasemi, nikapata mafunzo, nikapata elimu, kapata hao wasaidizi wa sheria wakanisaidia. Sasa hivi mwanangu asoma kama wenziwe, kwa skuli ya watu wenye mahitaji maalum Ujini, anaendelea na masomo na wenziwe. Mimi nawaomba tu jamii yoyote inayotokea na matatizo haya wasifike kuwaona hawasaidizi wa sheria waliopo katika sheria zao, hata kama wako mbali na sheria zao wafuatilie. Wao wapo kila ukienda visa vina kesi yako, kama ni usiku wa manane wao wanatoka wanakwenda kukufuatilia kesi yako na utapata mafanikio ya kesi yako. Tetea upande huu na wewe jitetea upande huu, lakini ule ushahidi haukamiliki. Hakuna sababu, hakuna kwamba hakufanywa ile jambo, lakini ushahidi haukamiliki, utamfungaje huyu mtu? Kwa hivyo na wale wasaidizi wa sheria walioko vijijini na wao wajitahidi zaidi kwa taaluma, wajitahidi zaidi kwa taaluma. Mahakama sasa hivi inajitahidi sana kutoa taaluma vijijini. Ofisi yetu huu Pemba hapa sie imekuwa ikipanga. Sisi wazazi tujitahidi sana nazidi kwa karibu na watoto wetu, na watoto wanapotuambia kitu tusijakie, tuwasikilize. Sababu mtoto kama utampamano ya makali za kwanza mapindu hata 6 atasema mimi mzazi namuogopa, ila mbidi karibu sana, tuwe karibu sana na watoto wetu, ili mtoto atakapokuambia kitu usikilize, sio unyakie tu na kumkapiria moja kwa moja. Hapo ndo anaingia hofu kabisa. Wajitahidi sana wawe karibu sana na jamii kwa pamoja, ili wawe karibu sana, ili lolote litakalotokewe na watufuatilie sana, na pia waache mambo rushwa wanapopata taarifa wachukue hukumu zao vyombo vya sheria. Ile usisikia huyu ni ndugu, hawa ni kwa wao, hawa shangazi kwa mjomba, ile inaathiri zaidi jamii. Haya matendo tuna imani yatakwenda kupungua kwa sababu ya kwamba wametushirikisha na sisi iwe ni miongoni mwa hii sehemu ya kuweza kutekeleza huu mradi katika kusimamia masuala ya udhalilishaji. Kwa hiyo kwa kupitia watu wetu, kwa sababu tunazifahamu hizi kesi, kwa tunajua ya kwamba tutakaposhirikiana vizuri basi tutakwenda kupunguza hili suala. Lakini pia jambo lingine ambalo ni kuu ambalo watu wetu wanalipata, haswa watu wenye ulemavu wa akili, ni kwamba wazazi walio wengi wenye watoto wenye ulemavu wakifikia tu marika ya ukubwa wanakuwa wanawapa vidonge vya kuzuia mimba ambao wanaziita P2. Hii ni kwa sababu
Maanake wazazi au jamii ishafahamu ya kwamba hao watu wakishafanya ule udhalilishaji wa masuala ya kubakwa, maanake hatua inayofuata ni kupata mimba. Sasa baada ya kupata mimba, maanake mzigo unakuwa ni mkubwa kwa familia. Kwa hiyo nini cha kufanya? Wao wanaona kwamba ile ndiyo suluhu, lakini sisi kupitia mradi huu tuwaombe au niseme tutoe wito ya kwamba kwanza hili suala waliache, kwa sababu hii nao ni miongoni mwa udhalilishaji. Kumpa mtu dawa za kuzuia masuala uzazi, kinachotakikana ni kusimamia kwamba asiingie katika majanga haya ya udhalilishaji.